Lakini kustahili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu, kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakutisha, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Na somo langu la leo, kuunganisha na ile somo kuu sasa, ni kuwa na maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kuwa na maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa vitendo. Kuwa na maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa vitendo. Maana mara nyingi tunaweza tukaishi bila kuonyesha vitendo ya kwamba ni kweli tunampenda Mungu. Upendo wetu unakuwa ni wa mdomoni wakati mwingine, au wa sehemu ya hewani tu, lakini upendo hauko ndani. Maana yake kwamba hatujaamua kumfuata Bwana, hatujaamua kumpenda Bwana, hatujaamua kumtumikia Mungu. Lakini tukiwa na maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, hapo ndipo utaona maajabu ya Mungu kuondoa dhambi na misiba ndani yako. Maana umeamua kuelekea kwake, umeamua kumfuata yeye, umeamua kumtukuza yeye, haujaamua jambo jingine. Na hapo ndipo utaona uwezo wa Mungu ulio mkuu na wa ajabu katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa vitendo. Ukifanya hivyo, uwezo wa Mungu na maajabu ya Mungu ataondoa dhambi na msiba ndani yako na mateso ndani yako, na atakuweka huru zaidi, na utakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, ili uwe na maamuzi ya kuweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, yako mambo kadhaa nataka tu niyataje kwa rahisi tuna baadaye naenda kukaa nukigesha. Jambo la kwanza, ukisoma Luka sura ya 16 mstari wa 10, utaona anazungumza ili uweze kufanya maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa vitendo, nahitaji uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Neno hili la uaminifu ni kubwa sana, na neno hili la uaminifu limetapakaa sana, na neno hili la uaminifu ni jema sana. Uko mwaminifu kwa lipi? Kwa mambo yapi wewe ni mwaminifu? Kwa jambo lipi? Kwa tendo gani ambalo wewe ni mwaminifu kabisa katika maisha yako? Ukianza kuhesabu, uko mwaminifu hata katika kwaya. Maana kuna wanakwaya wengi wana viburi wakati wa kuingia kwenye kwaya. Yaani ni mwema kabisa, yaani mnyenyekevu kabisa, mnyenyekevu. Siku 2-3 anaanza kusumbua kwaya, sumbuka kabisa, kiburi sicho hicho. Majibu yake ni ya kunya, majibu yake ni ya ovyo, majibu yake huwezi kutamani. Kwa sababu ya nini? Hana uaminifu kwa kile ambacho amekiamua kukifata katika maisha yake. Anakuwa na jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Nakawa nakatu anakwaya wanawabaho sana. Kichiriwe kiroto mkwaya mmoja ambaye ni mwaminifu. Mlengana mnibuje mchungaji hamonene. Wanakwaya wao sana, mbona mdebile kila mwe nandebile. Mtamuuliza kwamba mchungaji, labda mimi kama ni wewe na kuchapa kofi, si ndio? Siwezi kukuambia kwamba ni wewe, isipokuwa nini tu, ila kofi nikupiga hivi, jua kwamba ni nani sasa. Kumbe ni mimi. Cha msingi zaidi ujirekebishe. Uwe nani? Uwe mwaminifu kwa kile ambacho umekubeba. Ni jambo jema, ni jambo jema la utukufu wa Mungu. Najua uimbaji
ni jambo moja kubwa zaidi. Maana uimbaji hapa pamoja na mbinguni. Mbinguni hakuna cha kuhubiri. Mbinguni ni kuimba haleluya usiku na mchana, haleluya 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 haleluya. Hakuna kuzeeka, hakuna kuchoka, hakuna kiu, hakuna njaa, hakuna uchi, hakuna nini. Ni salama siku zote. Uko salama, unamwimbia Bwana na hakuna shida yoyote, na hakuna giza wala hakuna nini. Ni salama, ni salama, ni salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa na maamuzi ya kuwa mwaminifu ndani ya moyo wako, utaifanya kazi ya Mungu vizuri, na hata kwaya hautaisumbua. Kuna njemba zipo kwenye kwaya humo. Nikiwaambia wenye viti hapa mletee, hata kwa wageni inawezekana zipo njemba. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana zipo kwa kila kwaya ambao wanawasumbua kweli. Huyu ni tatizo, isipokuwa wanakushida wanakuwa ni moja tu, waka mnalindana. Tutapungua, tutakuwa wachache. Kumbe kupungua hamjaitwa kwa kundi, isipokuwa umeitwa wewe mwenyewe kumtumikia Bwana na kumfuata Bwana na kuwa mwaminifu katika maisha ya kumtumikia Mungu, na jina la Mungu lifanye nini? Utatukuzwa na kuinuliwa juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia hata sisi kwa wachungaji, jioni mchungaji jumaa mchungaji ngana, kuti mchungaji bundara mchungaji ngana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye najiamini kwamba niko safi, ndio. Isipokuwa tu ni mwanadamu, si ndio? Kuna kupungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. 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 Uaminifu hata katika ndoa. Nagusa penyewe. Ila fanya tu ya. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndoa baba, majumba haya yangekuwa anasemaga usiku unapokucha asubuhi. Leo hapa watu hapa hawakulala. Wamezungushana ndani ya nyumba humo, yani kama ni ngumi zimepigwa. Lakini asubuhi akiamka kimsalimu wameshagina hana mhalakete tu sebo tulindaka, kumbe na ngumi fanyeni watu wametwangwa. Seba kujiwe. Amen. Kwenye ndoa seba kujiwe. Wale walioolewa tu, wale waliooa tu, yako matatizo kwenye nyumba hizi. Hata wale ambao hawako hapa, wako huku, wanasikia habari hizo, si ndio? Inawezekana mle ndani humo hapa kaliki shida, tabu, marumbano mengi, chuki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mama hapa. Mimi na mama hapa, ila sisi hazipo ngumi. Sijagusa, si ndio? Na Mungu ni shahidi kabisa. Sijafanya nini? Sijagusa. Lakini ni mwanadamu na anaweza akanikosea. Siwezi kukataa. Anaweza akanikosea. Na yeye naweza nikamkosea. Lakini nini? Tunahitaji kuwa waaminifu. Waaminifu mbele za nani? Za Bwana. Kumshuhudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ndoa, dawa ya ndoa ni moja tu. Ni kuambizana tu neno hili moja. Nakupenda. Nakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna karuga ambako kanatumika, karuga ambako mimi hapa najiuliza sana. Watu wanajiita baby. Baby, mimi kulangu ita na baby. Kwa sababu tu ya lugha ya Kiingereza. Basi kwa Kiswahili kama kweli itanoka kweli mte Kiswahili basi. Umiteje mtoto? Inaona kweli hivyo. Lakini kwa Kizungu eti kwa sababu sio lugha yetu, eti baby wapi baby? Mbebe mgongoni sana kama ni baby kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunakuja kufundishana, kuelezana habari za Mungu, zile za kweli na wala sio za udanganyifu.
Tunahitaji kuwa waaminifu hata katika ndoa zetu. Ukiwa mwaminifu katika ndoa, hata biashara yako kule utakuwa mwaminifu bila shida yoyote. Kwa kazi yako yote unaoifanya, ukiwa mwaminifu, Mungu atakufungulia njia na milango, ataondoa misiba, ataondoa tabu na mateso yote ndani, kwa sababu wewe ni mwaminifu na hakuna shida yoyote. Na Bwana ataondoa kiambaza chote cha kukukinga usifanye kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma jana habari ya nani? Habari ya Petro. Alikuwa mwaminifu hata akapata shida ya kupata mauti kwa kusurubishwa. Akasurubishwa kichwa chini, miguu juu, lakini kwa kuomba yeye mwenyewe kwamba nahitaji Bwana tu mimi kwa sababu siwezi kumfanana na Yesu. Yesu ni watofauti kabisa. Na kwa unyenyekevu akaomba kufanya hivyo na wakamfanyia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alikubali mateso yote, alikubali tabu zote, alikubali mashinikizo yote, ikiwa ni ya uongo, ikiwa ni ya uzushi, lakini aliyakubali ya kwamba yupo atakaye nitetea siku ile Bwana atakapodhihirishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, tunahitaji kuwa waaminifu tunapofanya kazi ya Bwana. Kazi hiyo ulichagua, hiyo sio bure katika Bwana. Acha watu wengine watakucheka, watakukalia vikao, watafanya 1, 2, 3, lakini wewe kaa katika uaminifu na Bwana hatakuacha. Atakufanyia kinga kubwa katikati ya maisha yako, na wewe utaendelea kumtumikia Mungu vizuri na vyema, na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa. La pili, nahitaji tu kuonyesha unyenyekevu ili uweze kuwa na maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Nahitaji tu kuwa mnyenyekevu. Yesu alipokuja alinyenyekea, na alikuwa ni Mungu, alikuwa na uwezo wote, lakini alinyenyekea, akashuka chini, akaacha sifa na utukufu kule mbinguni, akashuka kwa wanadamu ili awatendee ile haki yake. Yesu akajinyenyekesha, akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji wapendwa kunyenyekea, na hasa chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili atukweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze, ili atukweze kwa wakati wake. Petro ya kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 6. Utaona neno hilo, habari ya kunyenyekea. Wapendwa watumishi wa Mungu, wanakwaya, unapomwimbia Bwana, wewe nyenyekea. Nyenyekea, atakuinua kwa kiwango cha juu zaidi, na utatukuzwa zaidi, kwa sababu umenyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Jitenga na maovu yote, maovu yote, maovu yote, sio moja. Watu wanajitenga kwa ovu la kwanza, la pili, lakini ovu jingine lile anakuwa nalo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zipo dhambi ambayo inakutesa zaidi katikati ya maisha yako. Unahitaji kwa siku ya leo uilete kwa Bwana, umpelekee Bwana shida yako, naye ataiondoa dhambi yako hiyo inayokutesa. Bwana Yesu asifiwe. Kujitenga na maovu, kujitenga na maovu, kuchukia maovu, kuchukia mabaya, ili utende mema, hata kama watakutesa, hata kama watakucheka, hata kama watakuzomea, hata kama watafanya nini, kwa sababu umekaa ndani ya Bwana. Wewe jitenge na maovu yote, na utukufu wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Hata kuacha, ahadi yake ni ya kweli, kwamba hata kuacha hata siku moja, hata kama watafanya nini, hata kama watapanga mipango ya kukuangusha. Lakini ukijitenga na maovu, ukawa mwaminifu na ukawa mnyenyekevu, mambo yote yatakwenda sawa, na jina la Bwana litatukuzwa. Neno jingine linalofuata, unapokosa unatakiwa ukubali kurekebishwa. Mwambie jirani yako, kubali kurekebishwa.
Mbona hamsemi? Leni chetu rangu. Nabika kunoke tuko. Nabika. Na sasa hado nike koi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako akubali kurekebishwa na neno la Mungu. Nahitaji kukubali ya kwamba mimi nimetenda dhambi. Nahitaji unisamehe. Kama Daudi mtumishi wa Mungu alivyosema, alipotenda dhambi kubwa, dhambi ya kuua na dhambi zingine za uzinzi alifanya Daudi. Lakini ile Zaburi ya 51 Daudi alishuka na akaona ni upuuzi na akaona ni ujinga, akashuka akasema ya kwamba Bwana unitakase, uniumbie moyo mpya nipate kuyatenda mapenzi yako. Na Daudi anashuka chini na Mungu anamsamehe, anamtakasa kabisa. Na utakaso huko kwa Bwana na kusamehewa huko kwa Bwana, na sio kwa jambo jingine kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji unapokosa rudi tu kwa Bwana, na wala sio kwa fimbo, na wala sio kwa nguvu, isipokuwa kwa hiari yako. Njoo kwa Bwana, waeleze Bwana, na Bwana atakufanyia mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunahitaji, tunapokosa tunahitaji kumrudia Bwana. Turudi katika njia iliyo ya kweli ya Mungu, na Mungu atakupokea tu. Hata kama utafanya dhambi kubwa ya namna gani, kwa mwanadamu kweli inashindikana kusamehe, lakini kwa Mungu inasameheka bila shida yoyote. Kumbuka ya kwamba, fahamu kwamba kufanya mambo mema hakumaanishi matatizo yataondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba ukiwa mwaminifu na ukawa mnyenyekevu na ukawa mtiifu kwa kila jambo, si kwamba mambo mabaya hayatakuja. Yatakuja kwa kiwango chako. Maana yake nini? Ile imani yako imeongezeka. Kwa hiyo hata yale majaribu yanaweza yakaja kulingana na ile imani yako jinsi ilivyosimama sasa hivyo. Na shetani maana hapendi aone watu wanaenda kwa Mungu zaidi na kuona kiwango kikubwa zaidi cha imani. Kwa sababu hiyo lazima ujue ya kwamba unapokuwa na imani iliyo na nguvu zaidi, ndipo na majaribu yataongezeka. Kwa hiyo usimuache Bwana. Kaa na Bwana wakati wote na siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kuwa na maamuzi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa vitendo, kwa uaminifu, kwa unyenyekevu, lakini pia kwa upendo, kwa kumpenda Mungu hasa, lakini pia kwa kujitenga na maovu, lakini pia kuona ya kwamba kufanya mambo mema na mazuri mbele za Mungu si kwamba wewe sasa hautapata majaribu. Maana yake hatakuja kwa kiwango chake. Nahitaji tu kusimama kwa uaminifu na kwa nguvu ya Mungu ili kuifanya kazi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tusimame tuombe. Sima kuishi maisha ya kupendeza Bwana kwa vitendo, nawe Mungu utaendelea kuonekana. Tunahitaji kuwa na uaminifu ndani ya mioyo yetu na akili zetu. Nahitaji Bwana kunyenyekea chini ya mkono wako. Nawe Bwana uko tayari kutusimamia, uko tayari kutulinda, uko tayari kututia nguvu. Na utukufu na sifa Bwana kurudishia wewe. Asante kwa neno hili ambalo Bwana kwa siku ya leo watumishi wako wamekwenda kulisikia. Nasi Bwana tutengenezee njia kuweza kuondoka katika mahali tulipo kwenda katika hatua nyingine ya kuweza kukutumaini wewe. Utukufu na sifa Mungu na kurudishia wewe, maana matendo yako ni makuu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Namba 11 tutaimba ubeti mmoja tuna chorus.
sifa namba 11. Katika sifa zetu taimba ubeti mmoja, ubeti wa kwanza na chorus. Nitamshukuru Mungu